Ninaitwa Sifa Mgema, mwenyekiti idara ya maendeleo ya wanawake, watoto na jinsia CCT mkoa wa Mwanza. Tuko hapa Buzuruga, kanisa la AIC kwa ajili ya kongamano la wajane na wanawake walea pekee. Kongamano hili likiwa ni la 3 tangu kuanza huduma hii ya kuwakutanisha wanawake wajane pamoja na wanawake walea pekee kwa lengo la kutiana moyo, kujengana katika imani na kusaidiana kupeana mbinu mbalimbali zitakazoweza kutukwamua kiuchumi pamoja na kusikiliza changamoto za malezi ya watoto ambazo zinamkabili mama mjane pamoja na mwanamke mlea pekee. Tunapokuwepo hapa tunakutana kutoka nchi mbalimbali. Kwa mfano, katika kipindi hiki cha hili kongamano la 3 tumekutana wajane kutoka hapa Tanzania, kutoka mkoa wa Mwanza, lakini pia tunao wajane kutoka nchi ya Kenya, tuna wajane kutoka nchi ya Burundi pamoja na mwakilishi kutoka nchi ya Kongo. Kwa hiyo tunapokutana pamoja tunajengana, tunapeana uzoefu, tunaimarishana kiroho, tunatiana moyo na tunaanza mwanzo mpya kwa kutumia experience ya kila mmoja wetu. Na wakati mwingine inakuwa ni jukwaa ambalo linafungua fursa za kiuchumi, kwamba kuna nafasi ambayo mwanamke wa Burundi au mwanamke wa Tanzania au wa Kenya anaweza akaigundua kutoka nchi yake au kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wote waweze kuhudhuria kongamano hili, ikiwa leo ni siku ya 2 na tunalo neno ambalo linatuongoza kutoka Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri ili tupewe neema itakayoweza kutusaidia wakati wa mahitaji. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Mchungaji Ndano Musembi toka nchini Kenya. Mimi ni kiongozi ambao wako na msafara, wale ambao wamekuja kutoka nchini Kenya, tuko 50. Tumekuja kwa ajili ya kongamano yenye iko Tanzania Mwanza, AIC Buzuruga. Tunafuraha kuwa tumefika mahali hapa tukiwa na lengo moja, kuja ili tuweze kuwa na mkutano, kongamano la wamama. Tunafurahia kuwa katika uhusiano mwema wa Kikristo ili tuweze kuwa na neno la Mungu. Tumefurahia mwaliko na tumefurahia ukaribisho ambao tumepata mahali hapa. Tunasema Wakenya tunapenda watu wa Tanzania, na sisi ni kanisa moja, we are one in Christ. Umoja wetu ndani ya Kristo ndio umetuleta hapa. Lengo la mkutano huu ni kuwa na kongamano la wajane na walea pekee, na siku ya leo tumekuja ili tuweze kuhimizana katika kukua na ujasiri wa kusimama katika neema. Kauli mbiu ni tukikaribia kiti cha neema ili tuweze kupata neema, tupewe rehema, na wakati wa mahitaji tuwe na ujasiri wa kusimama kumtangaza Yesu, kuwa na imani moja, kumtegemea Yesu na kujua ya kwamba Yesu yupo kwa ajili yetu, kwa sababu neema yake ipo kwa kila mmoja. Asanteni sana, na tunawakaribisha wote wenye wako karibu na mbali waje hapa. Tuko Kenya, Tanzania, Burundi, na tunafurahia kuwa katika kongamano hili. Hata wewe mwenzangu, njoo, usiachwe nyuma. Neema ya Bwana ipo. Tukikaribia kiti cha neema, tusimame imara ndani ya Kristo. Asanteni. Nitwa Manirambona Joseline. Ninaitwa Joseline Manirambona. Haba navuye Burundi. Nimetoka Burundi. Haba di mama mchungaji. Niko mama mchungaji wa Burundi. Ndashimye cyane ingene twafashe urugendo tuza muri Tanzania. Nashukuru Mungu kwa ajili ametulinda safarini yetu kufika hapa Tanzania. Turashimiye ingene batwakiriye. Na ninashukuru pia jinsi wametupokea.
Turabashimiye ingene batwakiriye neza. Wametupokea kweli vizuri. Turabashimiye no kubw'ijambo ry'Imana twahumviye. Tumeshukuru sana kwa neno la Mungu na mafundisho tumepatia hapa. Twakoranijwe no turabakenyezi bavuye mu bihugu bitandukanye. Mekuja wa mama kutoka nchi tofauti. Nukwegera abapfakazi. Kutufundisha jinsi tunaweza kuwatia moyo na kusogelea wajane. Turabashimiye rero, turabakengurukiye. Nashukuru sana, mafundisho yako mazuri sana. Yesu abahezagire. Na Yesu awabariki sana. Na wasalimu sana katika jina la Yesu. Majina yangu ni Daniel Chiza. Niko mchungaji, ninatoka Burundi. Lakini Mungu ameniwezesha kuenda kumtumikia nchini ya Kongo. Na nimefurahia sana wakati nimesikia ya kwamba kuko mkutano wa wamama ambao itakuwa unasaidia wamama namna jinsi ya kukaa pamoja na kutia nguvu wajane. Na mimi mwenyewe kama mchungaji niko natumikia Kongo, nikakumbuka ya kwamba kule Kongo kuko wajane wengi juu ya vita. Nikasema acha nifike hapa nisikie na nipate hayo mafundisho ili nianzie kwa bibi yangu nimuoneshe namna jinsi ataendelea kusaidia wajane kule Kongo. Kwa hiyo nafurahi sana, mafundisho ni mazuri sana na nimeisha pata mafundisho namna jinsi naenda kumfundisha bibi yangu au mke wangu jinsi naye atasaidia wajane kule Kongo. Mungu awabariki sana wapendwa katika Kristo. Amen. Kwa majina naitwa Rosi Elias Kapiela. Ni katibu wa idara ya wanawake na watoto CCT mkoa wa Mwanza. Tupo hapa kanisa la AICT Buzuruga. Tuna kongamano la wajane na walea pekee. Kongamano hili limewaleta wajane na walea pekee pamoja. Tumekutana na wamama kutoka nchi ya Kenya, Burundi, Rwanda, Tanzania na Kongo. Kongamano hili limewatia joto wamama wajane na walea pekee wa hapa Tanzania ambao walikuwa wamekata tamaa, wanaona kama wako gizani. Lakini baada ya kukutana na wamama kutoka mataifa hayo niliyoyataja, wamekutana na kutiana moyo na kutiana joto. Tumepata mafunzo toka kwa wanenaji wetu. Kwa kweli wamama wengine waliokuwa gizani, waliokuwa wapweke, Yesu amewaonekania na wamekuwa wapya, yani wamekili, wamepata kitu tofauti na vile walivyokuwa tu wamekaa nyumbani. Kwa hiyo kongamano hili limetukutanisha wamama kutoka sehemu mbalimbali, kutoka vijijini na mijini. Kwa kweli wamemwona Mungu na wanamtukuza Mungu. Kongamano hili linaendelea mpaka Jumapili ndio tutakapohitimisha. Kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha wamama wengine ambao wamechelewa kupata taarifa hizi. Tupo hapa kanisa la AICT Buzuruga. Ibada zetu zinaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Chakula na vinywaji ni bure kwa watu wote wanaoingia katika madhabahu hii. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Samuel Daizeye kutoka Burundi, lakini pia ni missionary nchi Kenya na Uganda. Nimeshiriki kwa huu mkongamano wa mama wajane ili na mimi nijifunze mengi kuhusu wajane mwa kanisa letu, ikiwa ni Burundi ama Kenya na Uganda. Nimepata vitu muhimu sana gisi wa mama wajane tunaweza tukawahudumia na kuwaangalia vizuri na kuwafundisha vizuri neno la Mungu. Kabisa tunashukuru Mungu kuwa hapa, tulipokewa salama kabisa, na hivi kufika sasa hivi mambo anaendelea kuwa mazuri. Mbele ya kiti cha enzi, kiti cha hukumu, wale ambao walipokea Yesu Kristo hawatasimama katika hukumu, sababu Warumi, Paulo aliandikia Warumi akasema sasa hakuna hukumu kwa wale wako katika Kristo Yesu. Sisi
na nimependa tunapomalizia, kunayo jambo ambalo Mungu anatupa, ananihimiza tufanye, sijui huku Mwanza Tanzania inaenda namna gani, lakini Roho Mungu alinihimiza akiniambia siwezi kufundisha juu ya kiti cha rehema na tukose kusongea katika kiti cha rehema na sadaka ya kutubu, ya kutoa dhabihu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa itakubalika, tunaweza kufanya hivyo, ndiposa tuweze tukaribia hapa katika hekalu kama ishara ya kusema, Baba, tukaribia katika kiti chako cha enzi. Tunatoa dhabihu ya mioyo yetu na miili yetu, hata vitu yetu, kukuambia tunataka kuunganishwa na mbingu. Ndiposa mwandishi wa wimbo akasema, usinipite Mwokozi, katika huyu mlima Mwokozi hatusipite, anapozuru wana wengine hapa Mwanza asitupite. Na kifungu cha pili kinasema, kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga manne nisamehewe. Sio kama wewe umeshikilia anga ya huku, hatuongei juu ya sio kama mbele ya Yesu, ikiwa hujasamehewa dhambi ni bure kabisa. Tunaongea juu ya unyenyekevu wa moyo, tunaongea juu ya mtazamo wa kukikaribia kiti cha neema, ili kukikaribia kiti cha neema, ili kwa ujasiri